Kumekuwa kuna ndoa za wasanii. Ndoa ya Hamisa Mobeto na Stefan Aziz Ki. Unaiona ikidumu kwenye upande wa nyota na majina? Ndio, Hamisa jina lake halisi ni lipi? Hamisa hivyo. Ni Hamisa hivyo. Ni H na Z. H na Z. Katika upande Stefan Aziz Ki, Stefan ni H na S. H na S. Unajua H anamtawala S. Yeah. Ko H akiwa ni mtoto wa kike, alafu S akiwa mtoto wa kiume, anaweza akamtawala. Kwa ndoa inaweza kadumu kwa sababu mmoja anakuwa yuko juu. Ko alafu huwa H akipanda huwa S anashuka. H huwa akipanda H anashuka. Kwa ndoa inaweza kadumu kama endapo wakijua kuzitumia zile herufi. Kwa ila mkubwa mwenye kauli mara nyingi huwa anakuwa ni H. Ya kuwaga na kauli kwa S. Na pia H huwa pia anatawaliwa na S. Kwa hizi herufi zinaweza zikaishwa kwa sababu zote zinakuwa zinaogopana kwa nguvu walionayo. Kwa sababu H ni watu ambao wako katika masuala ya utawala zaidi. S wapo katika masuala ya kipato, mvuto ya mafanikio. Kwa hizi herufi zikiishi sehemu moja zinaweza kufanya kitu kikubwa zaidi kama endapo ila wakiacha kusikiliza ya nje, kwa sababu hizi herufi ni herufi ambazo huwa zinasongwa sana na maneno. Yeah. J na P, Priscilla na Jux. JP. J na P. Unajua watu wenye herufi J ni watu wenye kiburi sana. Ni watu wenye kujisikia, ni watu wenye majivuno, ni watu ambao wanajinadi, ni watu ambao wanapenda kusifiwa kila wakati. Alafu pia ni watu wa kushuka sana, alafu ni watu wenye hasira za karibu, alafu ni watu ambao wanajua kucheza na hisia za watu, wanaiamini katika imani zaidi. Kwa hizo herufi zikikutana, huwa J anakuwa ni mtawala zaidi. Anapokuwa mtawala, P huwa anakuwa anapanda alafu anashuka. Kwa wana uwezo wa kudumu kwa sababu P huwa ni msikilivu sana. Ni watu ambao ni watu wa chini chini, lakini ni watu wanaosikiliza. Kwa hizo herufi zinaweza zikadumu kwa sababu ni herufi ambazo kila mmoja huwa anampa mwenzie nafasi. Inaonekana P ndio atakuwa anapambania ndoa. Sio kwa maana hiyo Priscilla. Yeye ndiye atakuwa ni mtu ambaye atatumia nguvu kubwa sana katika ndoa yake. N na Z. N na Z. Nasibu na Zuhura. N na Z. N ni watu ambao huwa ni watu ambao wana hasira za karibu. Alafu ni watu ambao wana miemko ya kitu. Alafu ni watu ambao hawajui kukaa na kitu moyoni. Alafu Z ni watu ambao hawapiti na kitu, ambacho kitu chochote kikitokea lazima wapande nacho. Yani ni watu ambao wako juu sana. Alafu ni watu ambao umbea uwapiti, yani kitu chochote kiwapiti. Alafu wanatu uongo fulani. Kwa Z na N wakikutana, wao wanaweza kudumu kwa sababu wote wanatambuana. N ni watu wa maneno mengi, wa kupanga maneno. Alafu Z ni watu wa ongo. Wao wakikutana ni watu wanaokuwa, kwa sababu N ni watu wanaozira sana. Wanazira kwa haraka. Alafu N Z wanapenda utani. N huwa ni watu ambao utani ni mdogo sana kwao. Ni wepesi sana kukasirika. Alafu ni watu wanaopenda kuishi na kitu moyoni. Kwa wakikutana hizo herufi huwa ni watu ambao wanabebana. Umenielewa? Mtu akikosa hivi huwa mtu anakuwa na hasira za haraka, alafu wanarudiana kwa sababu ni watu wanaozira, alafu wanajua jinsi gani ya kuamudu. Wanaweza kudumu kwa sababu ni herufi ambazo hawapendi sana kusikiliza ushauri wa nje kuliko za kwao. Kwa wanaweza kadumu sana kwa sababu ya wote wako ni watu ambao wako juu. Okay. Ndio. Sawa. Kimafanikio kwa vipi hawa watu? Nani atamzidi? Yaani kimafanikio, let's say ukiwa pamoja ni mazuri, nyota kipato. Herufi N huwa katika kipato iko vizuri sana. Mara nyingi sana 90% herufi N au wa kike au wa kiume huwa katika mafanikio, wakisimama huwa na mafanikio sana. Na mafanikio yao huwa yanakuja pale ambapo wanapokuwa wanatulia. Z ili apate mafanikio makubwa mpaka awe na N, ndio waga mafanikio yao yanasimama. Kwa sababu N ni watu ambao, Z ni watu ambao wanapanda alafu wanashuka. Wanapambanaga sana alafu vitu vyao vinashuka. Hata wakivuma sana kitu chao kinaenda kwa muda huo alafu kinakuja kwa sababu ni watu ambao wanachukuliwaga ni watu wabaya kila wakati. Watu wa maneno mengi.
Umeelewa? Kwa sababu ni watu wadadisi sana. Wanapenda kudadisi vitu vidogo vidogo. Kwa wakikaa maendeleo yanaweza kawepo kama endepo Z akitulia na N. Yeah. Okay. Sawa. Katika hiyo list yote ambayo nimekutajia hapo, unahisi nani ndoa ipi ambayo inaweza ikadumu kidogo? Katika hizi herufi ambazo umenitajia, ni herufi ipi ambayo inaweza ikadumu kidogo au inaweza ikakaa sana? Ni herufi ambayo inaweza kadumu kwa muda mrefu sana ni J na P. J na P. Kwa nini? Kwa sababu yani watu wa P wana tabia ya kupuuzia mambo, vitu. Yani ni watu wanaweza kaishi na vitu kwa muda mrefu ila wanapuuzia. Kwa J ni watu wenye hasira za karibu. Kwa anaweza kaangalia alafu akapuuzia. Umeelewa? Endapo tu yule P akazidi kushuka kwa J, ina maana ndoa inaweza kadumu sana. Kwa sababu S na H, S na J na S na H wanaweza kadumu sana endapo tu H akitulia, akiacha kusikiliza maneno ya watu. Yeah. Okay. Ndio. Sawa. Nataka nijue kitu kimoja. Umaskini umekuwa mwingi sana. Sababu kubwa ya umaskini wanasema ngono. Kwa maana zina, wakati Mungu anatengeneza amri 7 aliweka hiyo kuzini. Na katika upande wa dini ya Kiislamu amri ya 6 ni yani ya pili kutoka ya mwisho, si ndio? Lakini ina uzito. Inawezekana katika zote lakini ikawa ina uzito zaidi hiyo. Imezungumziwa sana, I'm sure. Kwenye dini ya Kiislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema zina inaleta ufakiri. Mimi ni mmoja wa watu ambao walikuwa wananiambia bana, kuna siku kikakulamba, mshikaji wangu mali ni shahidi, kuna kitu kilinilamba hicho. Mpaka sasa hivi ndonga limenikaa sawa. Unafikiri kweli zina inawakwamisha vijana wengi kuwa masikini? Unajua kilichosababisha baba wengi wamefeli katika maisha ni mtu anaingia katika ndoa alafu anaanza kuzini nje. Anaanza kuwa na wanawake wengi nje. Unajua ni mojawapo ya kufunga riziki na kuleta kelele na kuvunja amani ndani ya familia. Umeelewa? Tukienda kwa Suleiman, alikuwa na wanawake 700 na alikuwa na mchepuko 300. Alafu cha ajabu alikuwa na watoto 3. Umeelewa? Fikiria una wanawake 700 alafu unakuja kuwa na watoto 3. Inakuingia akilini? Kwa hiyo zinaa ni mbaya sana, hasa kwa vijana wanaotafuta maisha. Unapokuwa na mwenza wako katika mahusiano, unapaswa kusimama na mtu mmoja katika mahusiano. Ni kama umeamua kuwa na wanawake 2, idhinisha kuwa una wanawake 2 na wote watambue kwamba ana mwenzie. Lakini mwanamke anapokuwa anatambua kwamba mmewe anamtokea nje ya ndoa ama ana mwanamke mwingine nje ya mahusiano yake, huwa anaumia sana kuliko jinsi unavyofikiri. Na mwanamke anavyoumia kuhusu wewe, kila kitu cha kwako lazima kisimame, kwa sababu mwanamke ana nguvu kubwa sana kuliko mwanaume. Rudia. Mwanamke anapoumia kuhusu wewe, unapokuwa unamcheat kila mara kwa mara, vitu vyako lazima visimame, kwa sababu mwanamke ana nguvu kubwa sana kuliko mwanaume ya kiroho ndani yake. Kwa mwanaume unapokuwa katika ndoa au unapokuwa katika mahusiano, simama na mtu mmoja. Ila unapokuwa na watu wengi, ni heri umwambie mkeo kwamba bwana, mimi niko na wewe lakini na mwanamke mwingine nimemuoa, niko naye, kama unaridhia niwe naye, au mimi niko naye, tambua hilo. Lakini unapokuwa uko naye lakini mwanamke anahisia alafu moyo wake unaumia, mwanamke akiwa anaumia kuhusu wewe, huwa mambo lazima yasimame. Ndio maana watu wengi wanatafuta wachawi wanaowachawia, lakini sio wewe unayofanya wewe ndiye anayokurudia wewe. Hebu fikiria wewe umkute mwanamke wako yuko na mwanamke mwingine, unaweza kujisikiaje? Yaani yuko na mwanamume mwingine, unaweza kujisikiaje? Vita vya 3 vya dunia na vitangaza rasmi. Ndio. Lakini
Mungu aliwapa wanawake kitu kikubwa sana, moyo wa kusamehe. Mwanamke anaweza kukukuta na mwanamke umemkumbatia na akakusamehe. Mungu ape maisha marefu. Lakini mwanaume uwezo ukamkuta na mwanamke ukamkuta na mwanaume mwingine alafu ukamsamehe. Kwanza ukimsamehe familia yako tu itasema huyu kuna kitu kalishwa. Mwanamke anaweza akakupokea na mtoto mwingine ambao umezaa ukiwa nje huko ndani ya ndoa, na akakupokea na akampokea yule mtoto na akamlea. Ila wewe unaweza kumpokea mwanamke uliyemuoa akaoa nje, akazaa nje ya ndoa. Yaani uko naye ndani ya ndoa afu akazaa nje ya ndoa, unaweza kumpokea? Hapana, ngumu. Ngumu sana. Sasa kwetu ni ngumu, lakini kwa mwanamke ni rahisi. Why? Mungu hapa mioyo. Kwa Mungu kampa mwanamke moyo fulani hivi. Yaani Mungu awabariki wanawake wote, kwamba Mungu amewabariki moyo wa kusamehe. Mwanamke ndio mtu pekee ambaye cha ajabu ana moyo wa kusamehe, lakini ni mtu ambaye heshima yake ni ndogo sana kwa wanaume. Au kwa Mungu alimuumba. Mwanamke yuko tayari atembee na shemeji yake zaidi ya miaka 3. Mmewe asitambue, yuko tayari hata kunywa chochote, hata kupewa dawa na mganga au kufanya chochote ili mmewe asitambue, ila Mungu ajue tu it is okay. Wakati ajue kwamba Mungu ni mkubwa kuliko mmewe. Kwa mwanamke ni kiumbe ambacho ni cha ajabu sana. Zamani Mungu alituambia kwamba yani katika Biblia inasema kwamba mwanamke ni kiumbe ambacho tunapaswa kuishi nacho kwa akili sana. Lakini katika ulimwengu tuliopo wanawake wanaishi na sisi kwa akili kuliko jinsi tunavyofikiri. Maana tulikuwa tunaitwa, unajua mwanamke akikuita baby unaitikia kwa haraka sana. Ila akikuita we mtoto, hebu njoo, unakataa. Lakini akikuita we baby, samani, akikuita we baby njoo, utakuja. Utofauti wa lugha ndio tunaona ni tofauti. Tunaitwa baby, tunaitwa baba, jibaba, sije mme, mpaka yani kilichobaki tuitwe tu mabubu. Lakini sisi tunapokea tu, sababu mwanamke wameshakuwa washajua jinsi gani wanavyoishi na sisi. Sababu mwanamke anaweza kana wanaume zaidi ya 10 na usitambue. Lakini ukimwona mwanamke amekuchiti, ujue ushakutoka moyoni. Mwanamke akipenda akapenda dhahiri. Kwa hacha zinaa ni mbaya kwa watoto wa kiume. Yaani ukiwa na wanawake wengi acha. Yaani kwanza nakufungia kila kitu. Kuna wengine unakuta anapata pesa. Hii pesa hamna chochote kinachofanya. Yaani unapochepuka unajitia nuksi kubwa kuliko kitu chochote. Zinaa ni janaba kubwa. Tulia na mwanamke mmoja. Tulia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Hata wanawake mnapokuwa na mwanaume huyu na mwanaume huyu, tulia na mmoja. Utakuwa ni mtu wa kutembelewa huku na huku, hata huduma na kwa changamoto. Kwa sababu kwa kifupi, unajua unapovua nguo yako unaenda kukutana na mwanamke mwingine. Unajua kuna miungu, kuna nafsi kadhaa ambazo zinaweka agano ndani yako, wanakuwa wamiliki wa maisha yako. Ndio maana mtu anapokuwa anachana na mwanamke au mwanaume, lazima hata inapita miaka kadhaa lazima aote kwamba yuko naye au anaongea naye au anashiriki naye. Kwa kijana anapokuwa na wanawake wengi, mabinti wengi, si sifa, ni sifa kwake, daktari kwake. Mwisho wa siku kila kitu kitasimama, afu unaanza kusingizia uchawi wakati mchawi ni wewe mwenyewe.